إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. Ndugu zangu Waislam, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. Ikhwata al-Islami wal-Iman, anwani ya khutba yetu inasema viungo 359 vya mwanadamu vinaitahadharisha ulimi kila asubuhi. Viungo 359 vya mwanadamu vinaitahadharisha ulimi kila asubuhi. Viungo vya mwanadamu viko vingapi? Jawabu analitoa mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea al-Imamu Muslim kwa nambari 1007 min hadithi أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Kutokana na hadithi ya bibi Aisha
radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala 63 mafsal. Hakika kila mwanadamu ameumbwa akiwa ana viungo 360. Katika viungo 360 ulimi imo, ulimi umo. Sasa viungo 359 tangia Allah aumbe dunia mpaka dunia itaondoka, viungo 359 ukitoa ulimi vinaungana, vinakuwa kitu kimoja na kutoa nasiha na tahadhari na angalizo na onyo kwa mzee mzima ulimi. Sikiliza vizuri, katika hadithi iliyokuja katika sahihu Tirmidhi, hadithi nambari 2407 min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kutokana na hadith ya Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, idha asbaha ibnu adam, mwana wa adam akiamka tu asubuhi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan, viungo vyote vilivyosalia, viungo vyote vilivyobakia 359 vina itahadharisha na kuionya ulimi. Vinasema nini? Taqul, viungo vyote vinasema, ittaqillaha fina ya lisan, ulimi mche Allah, ulimi muogope Allah juu yetu sisi. Fa innama nahnu bika, sisi viungo 359 tuko pamoja na wewe, tumetokana na wewe, tunaishi ndani ya mwili mmoja na wewe. Fa in istaqamta istaqamna, wewe ulimi asubuhi ya leo ukinyooka sote tutanyoka, ukisimama sawa sawa sote tutasimama sawa sawa. Wa in wajajta wajajna, na wewe ulimi asubuhi ya leo, siku ya leo, ukipinda sote tutapinda, ukienda kombo sote tutakwenda kombo. Allahu akbar, Allahu akbar. Viungo 359 kila siku vinaungana asubuhi na mapema. Mwana wa Adam atakapoamka tu vinaipa tahadhari ulimi. Walidhalik fi alhadith almuttafaq alayh, katika hadithi nyingine ndugu zangu aliyoipokea al-Imam al-Bukhari kwa nambari 6478
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Tega masikio ewe Muislam, niazime masikio yako ewe Muislam, niazime sikio la moyo kabla ya sikio la kichwa. Sikiliza maneno ya mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يقول أنا سيما بوانا متومي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. wakati mwingine mja anaweza kuropokwa, anaweza akasema neno likamfurahisha Mola wake, likamridhisha Mola wake, la yulqi biha bala. Wakati anatamka neno lile mwenyewe hana habari, mwenyewe hakujali, mwenyewe hakurakiz, ameropokwa tu. Kumbe neno lile limemridhisha Mola wake mlezi. yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah akamnyanyua daraja na kumpandisha daraja hadi daraja kwa neno moja ambalo mja amelitamka limemridhisha Mola wake mlezi. Njoo sasa usikilize. Wa innal abda, na hakika ya mja, la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Na wakati mwingine mja anaweza kuropokwa, anaweza akaongea neno, akatoa neno moja, kumbe neno lile likamsababishia kupata ghadhabi ya Allah jalla fi'ala. Nini atapewa kwa neno moja? Kalima basita linaweza kukupandisha daraja mbele ya Allah, likiwa ni neno zuri, kalima nzuri lililomridhisha Mola wako. Na kalima moja linaweza kukupeleka katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا. na wakati mwingine mja anaweza akatoa neno, akaropokwa, akatoa neno lile likawa ni miongoni mwa maneno yanayosababisha ghadhabu ya Allah, sira ya Allah, la yulqi biha bala. Lakini mwenyewe maskini wa Mungu hajali, hana habari kwamba neno alilolitamka, kilma alilolitoa limempatia ghadhab ya Rahman alladhi allama alquran. Kipi atapata sasa? Yahwi biha fi nari jahannam. Hajui mja ya kuwa neno moja alilolitamka ambalo limempatia ghadhab ya Allah, likasababisha Allah akamkasirikia, akamghadhabikia kwa sababu ya neno moja, akhira hukumu yake akawa ni mwenye kuporomoshwa katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Huyu ndo mzee mzima ulimi, ndugu zangu. وفي الحديث المتفق عليه، لكتك حديث أنبايا متفق عليه من حديث أبي هريرة، كتوكانا حديث أبو هريرة اسكلزكم مرة نجينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بونمتم محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيما إن العبد لا يتكلم بالكلمة وكتم نجينة مجانا ويزا أكتوانينو akazungumza kwa neno moja, ma yatabayanu fiha, na asifanye research, asifanye tafut, asifanye fatabayanu,
akaropokwa tu. Umesikia fulani habari zake, kafumaniwa mke wa mtu, kasikia tu, hakufanya research, hakufanya fatabayanu, na yeye akaropokwa, akaeneza, akashare. Angalia kitakachomkuta siku ya kiyama. Ma yatabayanu fiha, wakati mwingine mja anaweza akatoa neno moja baya bila ya kulizingatia, bila ya kulifanyia utafiti, bila ya kulifanyia research, anaropokwa tu. Yazillu biha ila nari, siku ya kiyama ikawa sababu kwa neno lile moja alilolitamka, bila ya tathabbut, bila ya fatabayanu, bila ya research, karopokwa tu, akaenda kutereza katika moto wa Jahannam. Tena ab'adu mimma baina al-mashriqi wal-maghrib, kwa neno lile akaporomoka, akatereza na kudondoka katika moto wa Jahannam, tena umbali wa mashariki na magharibi. Naam, ulimi ndugu zangu ndio unaoleta mashakili yote duniani. Walidhalik لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم, na ndio maana alipoulizwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas an-nara, alipoulizwa kitu gani kitakachowapeleka watu wengi motoni, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa siku moja kitu gani kitakachowapeleka watu wengi motoni, akasema vitu viwili: alfamu, mdomo, walfarju, utupu. Ni wangapi waliookoka, waliopona, walioepuka vitu hivi viwili, ulimi au utupu? Hata sisi tunauswali sala tano, tuko ambao tuna bugi step wakati mwingine kwa vitu hivi viwili. Na ukimkuta mtu masha Allah tabarakallah kajihifadhi na zinaa na utupu wake kauhifadhi, inawezekana ulimi wake ni mchafu na kila siku anaingiza madhambi kupitia ulimi wake. Kamshinda mmoja, ya pili imemshinda yeye. Na ukimwona mtu pengine ameushinda ulimi, utupu ukawa umemshinda. Ni wachache ambao wameweza kuushinda ulimi na utupu, illa man rahimallah. Walamma suila sallallahu alayhi wasallam, na alipoulizwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mara nyingine an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna, kitu gani sasa kitakachowapeleka watu peponi kwa uwingi, akasema ni vitu viwili vile vile. Akasema taqwa Allah, ucha Mungu, wa husnul khuluq, na tabia njema. Watu wengi Allah atawapeleka peponi kwa sababu ya ucha Mungu na tabia njema. Leo maajabu, tuna wacha Mungu wengi lakini hawana tabia njema. Tabia ni 0, lakini mcha Mungu mashallah alayhi. Walidhalik vitu viwili vitawapeleka watu wengi motoni, ulimi na utupu, na vitu viwili vitawapeleka watu wengi peponi, ucha Mungu na tabia njema. An-Nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha Muadh ibn Jabal ila al-Yaman. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alimtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman.
kwenda kuwalingania watu wa Yaman. Fa'allamahu arkan al-islam, kamfundisha nguzo zote za Uislamu ili akawafundishe. Wa'allamahu arkan al-iman, kamfundisha nguzo zote za iman ili akawafundishe. Allamahu shara'i' ad-dini kullaha, kamfundisha sheria zote za dini, ahkam ad-din kullaha, hukumu zote za dini amemtengeneza akatengenezeka. Muadh anamuaga mtume anamwambia falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah, katika vitu vyote nilivyokufundisha anza na tauhid. Cha kwanza uwalinganie kuhusu la ilaha illa Allah. Wakikubali wafundishe salah, wakikubali wafundishe siyam, kisha nguzo zote za Uislamu. Muadh, sidhani kama mwakani utanikuta, wa taban hakumkuta. Wanaagana yeye na Muadh. Muadh hajaondoka, akamwambia Muadh, nakupa neno la mwisho. Awala adulluka ala milaki dhalika kulli, nikujulishe mfalme wa vitu vyote nilivyokuelezea. Nikujulishe juu ya mfalme wa vitu vyote nilivyokuelezea. Nikujulishe juu ya jambo ambalo ukifanikiwa juu yake vyote umefanikiwa. Nikujulishe juu ya jambo ambalo ukilidhibiti vyote umevidhibiti. Muadh akashangaa, kipi kimebaki ya Rasulullah? Umeshanipa kila kitu. Anamwambia kimebaki kitu kimoja. Famadha hadatha wa madha jara, kipi sasa kilichotokea na yapi yaliyojiri na kipi alichomwambia bwana mtume? Kitu gani sasa ambacho kikinyoka vitu vyako vyote vitanyoka, ibada zako zote zitanyoka, amali zako zote zitanyoka? Muadh anashangaa, anataka jawabu ni nini? Na amejibu nini bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. اللهم يسر. اللهم يسر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين. Kwa mara ya pili tena ninakuhusieni tena pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu. Namwomba Allah sote atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu, na sote atupambe kwa ikhlas za hali ya juu, atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, kwani yeye Allah ni muweza juu ya kila kitu. Famadha hadatha wa madha jara. Muadh mundahish, Muadh amepigwa na butwa, kumbe hayajaisha, limebaki moja. Likisimama vyote vimesimama, likinyoka vyote vimenyoka. Nikifanikiwa katika hili nimefanikiwa katika vyote. فماذا فعل النبي؟ mtume alifanya nini? وماذا قال النبي؟ mtume alisema nini? akhraja lisana, akatoa ulimi wake hivi, kisha akamwambia Muadh, amsik alayka hadha,
amsik alayka hadha Muadh, huko unakokwenda mchunge huyu bwana mkubwa, mzuie huyu bwana mkubwa, mshike huyu bwana mkubwa. Muadh akashangaa, istaghrab, aw nahnu muakhadhuna mimma yaqulu ya Rasul Allah, ina maana mtume unataka kuniambia sisi tutaadhibiwa kwa ulimi tunayo yasema tutakuja kuadhibiwa nayo? Mtume akachukia, ghadhib, akasirika, asema thakia ummuka ya Muadh. Tafsiri nyepesi ya Kiswahili, mama yako akukose wewe Muadh. Mahadhari wanasema yahwen alayk ya Muadh, sikutegemea kama wewe hujui hilo. Wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim au hal yukabbu an-nasu ala manakhirihim illa min hasaidi alsinatihim. Muadh hujui ya kuwa watu wengi watakamatwa nyuma, alafu nyuso zao zitatiwa katika moto kwa sababu ya yale waliochuma kwa ndimi zao. Hujui Muadh wewe? Subhanallah, watu wengi watakamatwa shingoni, izwa katika moto kwa sababu waliochuma kwa ndimi zao. Naaka fi alhadithi الصحيح, katika hadithi nyingine sahih bwana mtume anasema amsik alayka lisanak, ishike ulimi wako, wal yasauka baituk, nyumba yako ikutoshe kuwa bize yako, kutunza familia yako, kuwa bize kushughulika na familia yako, acha ya watu. Wal tabki ala khati'atik, na siku zote ulie juu ya makosa yako. Haya ni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithatul ifk, tukio la uongo, tukio la uzushi juu ya kipenzi cha bwana mtume Muhammad, Aisha as-Siddiqa bintu as-Siddiq al-Habiba zawjatu al-Habib, kipenzi cha bwana mtume Muhammad. Alizuliwa uongo, aliambiwa amemchiti mtume, amezini. Hata mtume akakosa furaha, hata mtume akamrejesha Aisha kwa baba yake Abu Bakar. Takriban mwezi mzima yuko dilema, kachanganyikiwa, maneno yamekuwa ni mengi. Suratun Nur, sura ya 24, ikateremka na aya 10 takriban zikimtakasa Aisha. Miongoni mwa aya hizo Allah anasema idh talaqawnahu bialsinatikum, na nyinyi mkawa wenye kupokea uongo, propaganda kwa ndimi zenu. Wataquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmun, na mkawa mnaeleza, mnasema kupitia midomo yenu mambo ambayo hamuna ilmu nayo, hamuna ujuzi nayo, hamuna ushahidi nayo. watahsabunahu hayyina, la ilaha illa Allah, watahsabunahu hayyina, na mnadhani yale mnayoyasema kupitia midomo yenu simple, wa huwa inda Allahi azim, ili Allah ni mambo mazito sana. Al-Isra anasema li'ibadi yaqulu alladhi ahsan inna yanzaghu bainahum shaytana aduwwun
waambie waja wangu sikongea waongee maneno buri. Kwa hakika ya shaitan anataka kugombanisha baina yao. Kwa shaitan anataka kuchonganisha zao. Shaitan siku zote ni adui wa wazi kwa mwana wa Adam. Naam, kalimatu tayyibatu sadaqa, maneno mazuri ni sadaqa na maneno mabaya ni dhambi. Leo jamii ya Kiislamu hatuna maelewano, hatuna mapenzi. أكبر المشاكل في عصرنا هذا هو اللسان. matatizo makubwa katika ulimwengu wetu leo ni ulimi. Nchi zote ambazo leo zinapitia katika vita, mauaji, umwagaji wa damu, dhulma, mzee mzima ulimi anahusika. Hakuna dhambi ambayo ulimi hahusiki. Fitna, majungu, ghiba, kusengenya, namima, kuchukua maneno huku kupeleka kule, mzee mzima ulimi anahusika. Mlevi hawezi kulewa mpaka ulimi useme. Chupa moja ya baridi ya moto. Mzinifu hawezi kuzini mpaka mzee mzima ulimi atengeneze mistari, amwelekeze binti wa watu kwenye mstari wake. 18 zake ulimi yumo kote ndugu. Subhanallah, ulimi ndugu zangu, kika ya ulimi ni kitu hatari sana. Kwa kumalizia ndugu zangu, Allah katika suratu Qaf, katika suratu Qaf Allah anasema idh yatalaqqa al-muqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kumbukeni wale wakutanaji wawili malaikatur rahman wanaokutana kwa mwanadamu kuliani na kushotoni. Ma yalfidhu min qawlin, mwanadamu hatotamka neno lolote, hatosema neno lolote, illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa tayari mbele yake, pembezoni mwake kuna malaikatur rahman raqib na atid, wanaandika. Kiraman katibin, ni waandishi wenye heshima. Ya'lamuna ma taf'alun, wanajua vyote mnavyovifanya. Ulimi kuonyesha ni hatari. Siku ya kiyama advertise ya kwanza Allah ataupiga muhuri, utafungwa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Leo siku ya kiyama tutapiga muhuri ndimi zao. Ulimi utapigwa ban, hakuna kusema. Mikono itatoa ushahidi, miguu itatoa ushahidi, kuonyesha kwamba ulimi ni mkorofi sana na ni hatari kubwa sana mbele ya Allah jalla fi ulah. Ihdhar lisanaka ayuha al-insanu la yaldaghannaka fa innahu thu'banu. Tahadhari ulimi wako ewe mwana wa Adam, usije ukakugonga, kwani hakika ya ulimi ni nyoka kabisa. 99.9
ya madhambi yetu yanatokana na ulimi. Na shujaa hodari, kule kwetu Tanzania tunasema mwamba, ni yule ambaye ataushinda ulimi wake. Mwanadamu na ujanja wako na dini yako na uhodari wako na ilmu yako na pesa zako na cheo chako na uhandsome wako, ulimi wako unakushinda. Kipande kidogo cha nyama kitakupeleka motoni hivi hivi, na unakubali. Tupambane na ulimi ndugu zangu. Ulimi ni hatari sana. Ulimi unaweza kujenga na unaweza kubomoa. Ulimi ndugu zangu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha na ulimi. Umar ibn al-Khattab, moja ya masiku walikaa masahaba kwenye sehemu wanazopenda kukaa, kisha kamwona Abu Bakar mdomo wake umevimba. Haujavimba kwa miraa ya Mombasa, mdomo umetuna. Kutazama Abu Bakar kaweka jiwe kwenye mdomo. Kwa nini? Hataki kuongea pale jobless. Anaogopa akiongea neno moja kama alivyosema Mtume linaweza likampa radhi za Allah au ghadhab za Allah. Umar akalia sana, sema wewe khalifa wa Mtume, kiumbe bora nambari 1 baada ya manabii na mitume ni Abu Bakar, unaogopa ulimi wako mpaka unatia jiwe mdomoni, unaogopa kuongea. Abu Bakar akatoa jiwe akasema, hadha alladhi awradani almawarid, huyu ni mbaya sana, ndio ananipeleka pabaya, nimeona lazima nimblock. Abdullah ibn Mas'ud anasema, kama kuna kitu kinastahiki kupelekwa sijin, jela, ni ulimi. Unastahiki kupelekwa jela. Chunga ulimi wako ndugu yangu. Kwa kumalizia, watu 5 siku ya Kiyama Allah atawanyang'anya thawabu zao, atawapa watu wengine. Man minkum aqil, nani katika nyinyi mwenye akili zake, dhaki, mjanja? Nani ambaye yuko tayari leo anachuma thawabu na khairi na ajr, akhira thawabu zake anachukua watu? Yupo hapo, atakuwa kichwani hamnazo. Lakini cha kushangaza, Bwana Mtume anasema watu 5 watafilisiwa siku ya Kiyama, watanyang'anywa thawabu zao na kuwapwa watu mbalimbali. Wa kwanza anayetukana watu, number 1 mtukanaji. Na leo kutukana kwa Waislamu ni fashion, na mtu sala 5 anatukana matusi ya unguoni. Bwana Mtume anasema neno moja linaweza kukupandisha daraja mbele ya Mola wako au likakuporomosha katika moto wa Jahannam. Mtu wa 2 anaipiga watu. Mtu wa 3 anaikula mali za watu kwa dhulma, anawachakachua, anawafanyia khiana. Mtu wa 4 anaimwaga damu za watu. Mtu wa 5 anayewazulia uongo watu, anawasingizia watu yuko hivi kumbe hayuko hivi. Na ukiangalia madhambi yote haya, mzee mzima ulimi anachangia. Ihdhar lisanaka ayuha al-insanu la yaldaghannaka fa innahu thu'banu. Mwana wa Adam, itahadhari sana ulimi wako, usije ukakugonga, usije ukakuponza, usije ukakupeleka motoni, kwani hakika ya ulimi wako ni nyoka tosha, na nyoka hana muamana na hana dhamana na hana uwema. Nyoka ni nyoka tu, ukikaa vibaya atakuumiza, atakuua, na ulimi wako ni kama nyoka. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا.
اللهم ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، اللهم ردنا إلى تعاليمك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعد علينا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان. اللهم يا رحمن يا من علم القرآن، أعد علينا رمضان سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام ونحن في صحة وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali venye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV. Allah